Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watazamaji wa Africa TV2, karibu sana katika kipindi cha Bila Filter, kipindi ambacho kinakujia katika msimu huu wa masiku haya ya Eid baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumekuwa tukizungumza siku mbili zilizopita na leo tuko katika siku ya tatu hii ya mwezi wa Shawwal mwaka huu wa 1447 Hijiria. Tukiwa leo hii hapa tutakwenda kuzungumza mada adhimu kabisa, mada ambayo jamii kubwa inaikwepa, kitu ambacho watu wengi wanakikwepa, Waislamu wengi tunakikwepa sisi kwa sisi katika kipindi hiki cha msimu huu wa masiku ya Eid. Mimi naitwa Ali Abdallah Mapande, niko na brothers hapa, ndugu zangu, brother Abdul Hakim, brother Abu Bakar pamoja na brother Abdul Hafidh. Tutazungumza nao leo hii hapa kuhusiana na kuunga udugu, mkusanyiko wa wanafamilia katika siku hizi za Eid. Na leo tutakwenda kuzungumza mada hiyo hapa, na nikianza na brother ukubwa dawa sawa. Tuende moja kwa moja katika nafasi ya wanafamilia kukutana katika siku hizi za Eid hivi sasa na ilivyokuwa zamani. Hivi sasa bado ipo au inasuasua? Naam, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi wa watazamaji wa Africa TV2, kwa mara nyingine tena tupo hapa katika kukumbushana bila filter yoyote katika kipindi chetu adhim, mashaallah. Naam, brother, umeweza kuuliza swali zuri sana, lakini tuseme hasibu kabla an tuhasabu, tujihesabu kwanza. Mimi na wewe Eid hii tumeenda kuwatembelea ndugu zetu au ndugu zetu wamekuja kutembelea? Kila mtu na mtazamaji wa Africa TV, unajua wewe mtazamaji, jiulize kwanza, Eid hii ndugu yako yupi umemtembelea, au ndugu yako yupi amekuja kukutembelea, au mmekumbukana? Mnaweza mseme mmetembeleana lakini mmekumbukana katika Eid hii hapa. Hali ilivyo sasa na ilivyo zamani, tujiulize. Mimi nakumbuka, tolee mfano wangu tu mwenyewe, ilikuwa ikifika sikukuu ya Eid, baba yetu mdogo yeye alikuwa anataka ndugu, yani ilikuwa ishakuwa ni ada sasa, hakuna kwenda kwa mwingine, ni kwake. Kwa hiyo ndugu zake wote, watoto wao wanafika pale, mtapiga pilau nyingi sana na nyama za kutosha, unahakikisha kwamba lakini pale tulikuwa tukipata wasaa mzuri wa kukutana na wale ndugu. Si ajabu mlikuwa mmeshughulishwa na masomo kipindi kile, bado tuko shuleni kwa, lakini siku ile wote mnajua bwana, na taarifa inakuja mapema, mnajua kwamba siku ya Eid tunaenda. Allah azidi kumhifadhi baitu mdogo Abu Bakar. Sasa hali ilivyokuwa zamani sasa hivi tofauti, na tofauti inaonekana ni kubwa sana. Alhamdulillah, wako baadhi katika jamii wameendelea kuhakikisha kwamba jambo hilo linaendelea kuwa kila siku, kuhakikisha kwamba hii hali ya udugu inaendelea kuwepo. Siku hizi za Eid ilikuwa ni wasaa mzuri sana kukutana, kufurahika, hasa sisi Waislamu. Wale wenzetu wa kanda za juu kule wanajua wao kila ikifika mwisho wa mwaka wanaenda kukutana. Sasa sisi Waislamu hatuna kipindi hicho, kipindi chetu ni hiki hapa. Wao wanakuwa na sikukuu za kwenda kukutana. Sasa sisi sikukuu yetu ni hii hapa, tukutane. Sasa tunakutana au hatukutani? Lakini leo hii kwa asilimia kubwa sana tunao watu tunawashuhudia. Ukiwa pale mtaani kwako unaweza ukapata picha halisi, lakini wewe mwenyewe ukijihesabu unaona picha halisi. Bwana, mimi nimekuwa nikiwa naenda, inapofika muda wa sikukuu tunaenda kuwatembelea ndugu zetu, lakini mimi sasa hivi vipi? Kwa hiyo moja, hawa ndugu je, wanajulikana? Sasa tuchukulie katika maeneo ambapo ni maeneo watu yamewashughulisha sana, jiji letu la Dar es Salaam. Leo hii mtu ni siku ya sikukuu, lakini ndo kwanza amefungua duka lake. Sawa, labda ni siku ya sikukuu brother Ali, lakini ndo inabidi unatakiwa kwenye kipindi na upo Africa TV tokea asubuhi mpaka sasa, na ikitoka hapo najiuliza, naenda kwa ndugu tena sasa hivi na muda umechoka. Sasa tumekuja kuona hili jambo muda mwingine, kwa nini tunalipuuza na thamani yake tunazidi kuipoteza. Kwa niseme kwa asilimia kubwa, kwa kiwango kikubwa sasa hivi, moja, hata wa ndugu wengine hatuwafahamu. Juzi mimi nilikuwa naongea na mmoja wa baba zangu wakubwa, nikamweleza, nikamwambia kuna jambo aidha ni sisi wenyewe watoto wenu, au ni nyie wazazi wetu, kuna kitu ambacho hamkifanyi, hakiko sawa. Nikamwambia nyie Allah amewajalia vizazi, sababu mimi nadhani kwenye baba zangu wakubwa na wadogo wengi wana watoto zaidi ya 5. Sasa na mimi nawafahamu wangapi, sio wote.
na wao wapo takriban 10 na. Sasa ukiangalia wale watoto kwa ujumla kama tuko wachache ni 50 wale wajukuu tuseme. Sasa kaambia bwana, kama hawa tuko wachache na wengine hatufahamiani, kuna siku itakuja iletwe posa ya ndugu. Sasa tunawaambia na mtakuja mshtuke siku dakika ya mwisho, wewe unaleta posa lakini posa unaleta posa ya ndugu yako. Sasa na kumbe sasa hivi tunachanganyikana. Leo hii tumekutana labda ni uko chuo, yuko kazini, umeenda umemkuta ndugu yako. Sasa shida iko wapi? Kwamba hatuwajui hawa ndugu zetu. Leo hii unakuta anakuambia mimi baba yangu na ana ndugu zake 3, 4, 5. Aya, unawafahamu wangapi? Anambia namjua labda baba yangu mdogo tu, au wengine hata mawasiliano huna, watoto anaowazaa hufahamu, wengine tunawajua kwa majina tu, wengine hata majina labda unaweza ukawajui. Sasa na bahati nzuri sasa hivi kwa kuwa uwatembelei, miaka 10, 5 imepita, utafika pale labda mara mwisho umeenda ulikuta alikuwa na watoto 2, sasa hivi unafika anakuambia ana watoto 6, 7. Sasa na ule mwacha mdogo labda ndio unakuta tayari kashakuwa mtu mzima. Sasa unaenda kisiwani nauli shilingi 35. Sasa hii kutokufahamiana, moja ni katika shida ambayo imekuwa kubwa sana moja, lakini pili kutokufahamiana na kutokutaka kuwa karibu. Leo hii hamu ya kufanya na kuwa karibu na ndugu inazidi kupotea. Yani mtu leo hii amepata nafasi sehemu fulani akisema ndugu yangu aje, katika jamii zetu inazidi kupungua moja. Lakini pili, leo hii kuona kwamba imefika sikukuu, niende wapi? Tupo katika msimu wa sikukuu huu, yani kwenye ratiba zake za wapi naenda, kwenye zile priority kumwekea namba 1 mpaka 5, hakuna sehemu ambayo imeonyesha ndugu yake hata mmoja. Akamwambia bwana, niende kwa rafiki yangu kule brother Abubakar. Kama siku Abubakar, kuna washikaji zangu, kuna mechi ya kirafiki, kama sio hiyo basi labda nitaenda kwenye baraza la Idi, kama sio hiyo. Lakini ukiangalia kwenye zile top hakuna familia, sio kwamba hana familia, sawa. Lakini ukiacha hilo pia, sasa sisi wenye labda wenye familia, katika watu unaoalika, je, kuna watu wa familia yako? Au kama umetoa mialiko ipo 10, nimemwalika brother Ali, nimemwalika brother Abdul Hafidh, nimemwalika Abubakar, nimemwalika Abdul Saidi, nani wote, ukiangalia pale ndugu zako wangapi umewalika pale? Hakuna. Kwa hiyo hili ninaenda katika pande zote mbili, yani kila mtu kwa nafsi yake. Sasa unakuta wako baadhi ya ndugu alhamdulillah mashallah wanajitahidi kwamba ikifika, tumeiona ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumealikana iftari, tumekula sana iftari mashallah. Kuna iftari wengine wakala mpaka iftari yani. Sawa. Sasa tumetoka ndani ya Ramadhani, tumeingia katika nje ya Ramadhani, tupo katika msimu huu wa Eid. Hatukujaliwa kualikana Ramadhani, sasa tuko ndani ya sherehe za Eid. Sasa tutumie wasaa huu kualikana. Kama tumeona kualikana hatujalikana, basi tufunge safari, tufuatane huko. Kama tukiita family gathering, ni jambo linalokuwa na kheri kubwa sana. Kwa hiyo niseme kwamba hamu na ghilla ya kuendelea kutaka ule udugu, familia ziendelee kuwepo, kuliko kuendelea kushabikia kwamba leo hii mtu ukinialika iftari ndugu yangu, najua akinialika Ali yeye itakuwa ni iftari, lakini kienda kwa Abubakar kula ananika kwenye iftari. Sasa anapiga hesabu, kwa Ali bwana, kwa ndugu yangu ile hapana, mgani kwa rafiki yangu hapana. Yule ni ndugu yako, ambapo leo hii kesho na kesho kutwa si ajabu hata katika watu wanaotakiwa waingie katika lile kaburi ni yeye yumo. Leo hii kesho na kesho kutwa umefariki, anayetakiwa kukuosha ni huyo. Juzi makutana na video, nadhani tumeona ndugu zetu walikuwa na tukio, nadhani siku ya ndani ya Ramadhani walifanya pale kwamba mstiri ndugu yako. Kumstiri vipi? Unapoenda kwenye kuosha. Makutana na video moja, anazungumza mwanadada, anakuambia leo hii mtu anafariki, hata mtu anayemuosha si katika ndugu zake wa karibu. Ni mtihani mkubwa sana. Kushuhudia sikumwona ndugu yangu, nilikuwa na ndugu yangu binamu yangu ambaye tulikuwa tulicheza wote tulipokuwa wadogo, lakini ule kwepana umbali wa yeye na mimi, kutowasiliana, nimekuja kumshuhudia tayari maiti kwenye chumba cha maiti. Tunaenda tunamuosha, ndio nakuja kumwona tangu tulipoachana tukiwa na umri wa miaka 6, 7 mpaka sasa hivi. Allah tuepushe, na ni mtihani mkubwa sana. Naam, brother, hii kwako wewe unaizungumziaje? Ni maneno ambayo yapo katika hadithi pia, nikisema ya kwamba na watu wa hikma pia wanasema maneno kama hayo,
jinsi mtu ulivyoishi ndivyo utakavyokufa, na jinsi utakavyokufa ndivyo utakavyofufuliwa, na wale utakaofufuliwa nao ni wale waliosuhubiana nao kwenye kuishi kwako. Kwa hiyo bora kufa kwa fikra zenye kuishi kuliko kuishi kwa fikra zenye kufa. Bora kufa kwa fikra zenye kuishi kuliko kuishi kwa fikra zenye kufa. Pointi kubwa katika kauli hii ni neno suhba. Suhba, kusuhubiana ni jambo moja kubwa kabisa. Jambo la kuunga udugu linatufundisha sisi kutengeneza suhba na Mola Tabaraka wa Taala. Ndio maana katika madhambi ambayo ni kabair 15 mojawapo ni kukata udugu. Maanake kinyume cha kukata udugu, ukiunga udugu, wewe umefanya jambo lililokuwa kubwa sana, kiasi kwamba mpaka zikaja riwaya ambazo zinasema miongoni mwa watu ambao umri wao mtu akitaka urefushwe basi ajitahidi kuunga udugu. Ajitahidi kuunga udugu. Kwa hiyo jambo hili lina ujira mkubwa ambao watu wengi sana hawaujui, jambo la kuunga udugu. Kwa hivyo katika kuunga udugu, miongoni mwa mambo ambayo yanasisitizwa, Al-Imamu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alikuwa akisema mtu akiwa na sifa hizi 4, hata kama ana ilmu ndogo na juhudi anayoifanya pia ni ndogo, basi atapata ujira uliokuwa mkubwa sana mbele ya Allah siku ya Kiyama. Sifa 4 hizi. Jambo la kwanza akasema sifa ya ukarimu. Sifa ni ya ukarimu, na ndugu kwa nduguye fanya ikram. Sifa ya pili, sifa ya unyenyekevu. Sifa ya tatu, sifa ya uvumilivu. Sifa ya 4, sifa ya tabia njema. Mambo ambayo kwenye culture ya Waafrika mengi katika haya yapatikani. Waarabu, nimetembea nchi nyingi kidogo, lakini nimeona culture za wenzetu namna zilivyo. Tumekwenda Malaysia mara moja, tukakuta katika huo ulikuwa mkusanyiko wa ulimwengu mzima. Ikaja familia moja iliposikia kuna Watanzania wamekuja, wakaja, tulikuwa Watanzania kadhaa, wakaandaa gari. Si tukajua gari ya kawaida tu, labda kwenda kutembelea nyumbani kwao. Hiyo familia baba yao alifariki Tanzania Zanzibar na akazikwa huko. Kwa hivyo wao waliposikia Watanzania wamekuja wakafurahi, na baadhi ya watu tuliokuwepo pale walikuwa walishiriki katika kumzika yule baba. Kwa hivyo yule kijana walipokuja wakafurahi kusikia watu waliomzika baba yetu wamekuja, na wao walikuwa mwaka unaofuatia walikuwa na plani za kuja kuangalia alipozikwa baba yao na mfano wake. Kwa hivyo bwana, wakatufanyia takrima kidogo, wakaandaa usafiri. Sisi tukajua wataandaa labda Costa na nini, tukashangaa wameandaa basi zima kama basi la kwenda mkoani. Sehemu yenyewe tunaotoka ni sawa sana kusema unatoka Kariakoo unakwenda Posta. Yaani sehemu hapo na hapo tu. Kufika kule walialika familia yao nzima, wanawake walikuwa hapo wamekaa kwenye hijabu kule, wanaume walikuwepo hapo, ikatandikwa pale karamu kubwa ikafanyika. Na jambo nilishangaa la ajabu, tumemaliza ile hafla, yani kama wao jambo wale ambao wameona kama baba amerudi nyumbani leo kwa kuingia Watanzania ndani ya nyumba yetu. Tukamaliza tukafanya na dua pale kidogo. Baada ya pale wakatoa ila zao zinaitwa siji malei, pesa zao kwa ukizichambua kwenye pesa za Kitanzania ilikuwa kama 30,000. Wakampa kila Mtanzania aliyokuja pale shingapi? 30,000. Namna gani? Angalia walivyotengeneza kwamba mzazi wao walivyokuwa hai walikuwa wanathamini ule uwepo wake, na sasa hivi hayupo, wanathamini ule kwamba baba yetu pia hayupo. Kwa hiyo wenzetu wanajitahidi sana. Tumekwenda India mara moja, miji vijijini huko, lakini katika ule mji cha ajabu tukashangaa, kuna watu ukiwaona wamama na ni wafugaji, wanafuga ng'ombe. India unajua ni katika nchi ambazo ni maskini sana, lakini ile hali zao wanazoishi wewe mwenyewe utashangaa baraka inayopatikana. Basi wale watu wakawa wanafuga ng'ombe, maziwa na unga, mara nyingi ndio wana vitu vya kula vyao. Sasa ikiingia pale kama wageni wakiona kama wamekuja wageni wa kigeni, unaambiwa kwanza kuna yale majumba wanayoishi kijijini, lakini unakuta kuna bunge moja la bangalo kubwa. Sasa ukikaa nao kidogo na wadodosa,
"Nyinyi mko kijijini huku, mnajishughulisha na nini? Nyumba kubwa kama hili, ghorofa na mfano wake." Anasema, "Sisi bwana, kaka yetu mkubwa anaishi Uingereza." Naona? Lakini Muhindi akiishi nje ya nchi, basi akipata anachokipata kwanza anawekeza wapi? Lakini Mbongo akiwa milionea na mfano wake, kaangalie nyumba ya mama kule. Shelo, kwa kama kuna jambo la kuunga udugu ni kuhakikisha wale ndugu zetu waliokuwa hai tuunganishe udugu nao vizuri, na wale ndugu zetu ambao wamekwisha tangulia mbele ya Allah basi tuwakumbuke kwenye dua. Ndio maana Bwana Mtume alikuwa anaomba, hakuna dua bora tunaambiwa kama zile dua ambazo ziliombwa na mitume wenyewe. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla, wala usijalie kuweka ile ghilla lilladhina amanu. Tusiwe na chembe yoyote kwa nini kwa ndugu zetu. Leo unakuta watu ndugu, lakini fulani alimfanyia kitu kidogo tu, lakini kuna kitu kakiweka hapa. Naona kakisema kwa huyu yule hivi. Hapana, nyoyo zetu yatakiwa sisi ziwe nyepesi. Mtume anamwambia, ewe Anas mwanangu, huko anampiga kifuani, ukiweza kukaa kuanzia asubuhi moyo wako ni mwepesi, hauna uzito kwa yoyote, basi fanya hivyo. Hiyo ni katika sunna yangu kubwa sana, na yote mwenye kufuata sunna yangu atakuwa pamoja na mimi kama hivi katika janna. Ikaja pia ulama wakamalizia kusema Mtume sallam, yule ambaye anataka kufanya wema kwa baba yake ambaye amekwisha fariki, basi awafanyie wema wale marafiki wa baba zake. Kwa hiyo siku za Eid kama hizo, mzazi wako alikuwa na mabesti zake na nini, basi hakikisha unawatafuta. Siku hizi mpaka simu zipo hizo, unajaribu tu kumpigia mtu, unamsurprise kidogo, bwana vipi, salamu alaykum, mimi fulani, mtu mpaka anashangaa, kuna jambo gani? Maana siku hizi ukiona simu imepigwa ujue kuna shida kidogo, au sio? Au kuna mtu kahaza hapa, nitazima wapi pesa, utamkumbuka kuna fulani hapa. Lakini unampigia mtu simu, wala hutaki kumuomba wala hutaki jambo lolote, kumsalimia tu. Naona jambo moja zuri sana. Leo mtu mpaka sikukuu nadhani ni za watoto. Eid hata kwa mke na mume. Mtu kaka siku ya Eid mume na mke, lakini wamekaa hata hawajapendeza na nini. Kuna mambo ya kupaka hina piko nini kidogo. Hata huyo mbibi huyo, nilikwenda sehemu moja Tabora kutembelea bibi yangu mmoja. Namuuliza, bibi, ndoa yako ina miaka mingapi? Anasema ndoa yangu ina miaka 45, Sheikh. Jenzi tunaweza mambo haya? Ndoa yake ina miaka mingapi? Miaka 45. Na bado yupo na mzee, wanaishi vizuri kabisa. Naona? Kwa hivyo ni vitu ambavyo sisi tunataka kuunga udugu. Kuna jambo kubwa sana. Kuna mengi mazito Mwenyezi Mungu anakuondolea kupitia kuunga udugu. Bila filter. Tunazungumza bila kuficha chochote hapa katika kipindi hiki, na leo tunazungumza kuhusiana na kuunga udugu ndani ya masiku haya ya Eid al-Fitr. Ni sehemu ya sisi Waislamu katika kuunga udugu. Niko na brothers hapa, tunaendelea kuzungumza haya, na muda mchache nyuma tumezungumza nafasi ya familia kukutana wakati wa Eid. Lakini pia brother aligusia hapa kwamba unamtafuta mtu kwenye simu na kusalimia hivi vipi, wazima huko, bila kuomba chochote, ni kutaka tu ile kumjulia hali. Hii teknolojia ambayo tupo nayo sasa hivi, ambayo inatufanya sisi hata kama mtu akiwa Uingereza pia unaweza kuwasiliana naye kumuona jinsi alivyo. Unadhani pia ni imebadilisha sisi kuwa pamoja ama sawa? Na ndio nilikuwa nataka nigusie kwenye hiyo point, ni kwamba kuna sababu, yani haya ambayo yanatokea sasa hivi, kwa maana ya tunafikia kama hivi leo tupo kwenye Eid, si ndio? Kwa kipindi hichi cha ambacho cha msimu wa furaha, watu wanatakiwa wakutane. Kwa nini haya mambo katika jamii zetu sasa hivi hayatokei? Sababu kubwa ambazo naweza nikasema, labda kwanza pia swala hilo la mitandao ya kijamii. Swala la mitandao ya kijamii kwa maana ya globalization kwa ujumla. Maana ukiangalia mitandao ya kijamii hizo unakuwa umespecify, mtu anaweza kadhani ni Instagram tu na Facebook, lakini utandawazi kwa ujumla umekuja kuharibu mfumo wetu. Kama tunafahamu zamani huko ilikuwa mfumo wa taarifa ilikuwa ni mtu atoke sehemu alipo afike kule kwa wale wahusika. Labda kumetokea msiba. Lakini japo hiyo tulikuwa tunaona ni minzi ambayo ilikuwa inachelewesha taarifa, lakini ilikuwa tayari inafanya watu wanakutana. Kukutana ana kwa ana ni jambo la msingi sana kuliko kuongea kwenye simu. Ni sawa kwa sababu ya maisha ambayo tunaishi sasa hivi, lakini kuonana hivi ni nzuri. Ndio maana fuatilia mtu akiwa na jambo lake la serious anakuambia, bwana mimi nimekupigia simu ila kesho tuonane. Umeona umuhimu wa kuonana? Ndio brother hapa alikuwa anasisitiza kuunga udugu, kwa maana kwa nini tusikutane nyumbani? Yaani tunaweza nikakupigia, bwana brother Ali vipi za siku nyingi, salama, hatujaonana bwana, Eid Mubarak, si ndio? Lakini nikikwambia bwana brother Ali kesho njoo na familia yako nyumbani,
kuna kitu umeongeza kikubwa sana, yani kuna namna ambapo wewe mwenyewe unakuwa unajihisi furaha. Kwa hiyo mitandao au utandawazi kwa ujumla imekuja kuharibu hii mifumo yetu ambayo tulikuwa tunaishi zamani. Sasa hivi pia, na kingine pia kwenye swala hili ni swala la uchumi. Sasa hapa watu wa uchumi watatusaidia sana, mimi sio mtaalamu wa uchumi, lakini ukiangalia sasa hivi masuala ya fedha au masuala ya uchumi kifamilia, katika ngazi za kifamilia yamekuwa tatizo. Tumetoka, nakumbuka mada zetu za nyuma tulikuwa tunaongelea huko, kuna watu Idi yenyewe yeye na watoto wake haelewi kitakachoendelea. Kwa hiyo akiwaza labda nikisema nialike watu wengine itakuwa changamoto. Ndio maana unakuta sasa, tunajua zamani Ramadhani ilikuwa majamvi yanatandikwa nje, watu saa 12 pale, hata kama uko njiani hujafika kwako unaweza ukasimama pale ukafuturu, si ndio hivyo? Siku hizi kila mtu ndani kwenye geti tayari, hata uzioni chumbani. Lakini ukiangalia hivyo, sawa, kuna uchumi maybe pia labda kuna choyo maybe sasa hivi tumejengeka nacho katika zama zetu hizi, na hii yote ni kwa sababu ya kukosa imani labda, au lakini vile ile tunasema ujamaa umepungua. Kuna mtu aliniambia kila nje kuna vijicho. Umeona kazi hiyo sasa. Lakini ndio huo choyo tunasema, yani kuna nafsi zile za kwa nini, au nafsi ya kwamba nikipata mimi na wanangu inatosha. Yani wengine watajijua wenyewe. Sasa hii nafsi inabidi tuiondoe katika jamii zetu. Tukiondoa hii nafsi ndio tutaweza hata kuwaalika ndugu zetu, tunaweza tukawaalika familia zetu, na tunaambiwa sisi sadaka bora inaanzia nyumbani kwako. Yani wewe uwezi ukaenda sawa unawasaidia maskini nje, kuna watu ndani kwako wanateketea. Hata Mwenyezi Mungu sijui kama malipo atakayokulipa itakuwaje. Lakini kwa hiyo unatakiwa uanzie pale, na nyumbani kwako ni kina nani? Ni wale ahli zako, familia yako, ndugu zako wa karibu, ukoo wako. Sababu uwezi ukachukua umechinja mbuzi unagawa labda mkoa mwingine, kumbe kuna ndugu zako wapo Dar es Salaam hapa hata nyama yenyewe hawajapata. Kwa hiyo tujitahidi tuondoe choyo katika nafsi zetu, lakini vile vile tujitahidi tupunguze, yani hii swala la kwamba sijui nikimpigia tu simu inatosha. Hapana, tujitahidi kuwasogeza ndugu zetu karibu, tujitahidi. Ndio maana Idi imewekwa ni katika masiku ambayo watu tuko free, hakuna kazi, hakuna nini. Kwa hiyo una uwezo wa kutoka kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tujitahidi tutembeleane kwenye hizi Idi, tujitahidi tuamiliane sisi kwa sisi. Hiyo itaongeza mahaba, pia itaongeza na ule ukaribu, na udugu wetu utaendelea kudumu. Sahihi. Kuna kutoelewana sasa hivi kwenye familia, yani mtu kutoelewana, wewe na ndugu yako aliyezaliwa naye tumbo moja ni kitu cha kawaida. Sasa sizungumzi nani yule anisumbui. Sasa hivi ninashughulika na familia yangu kama ulivyosema. Yani ndugu tunayashuhudia, tunayaona kwenye familia zetu. Ndugu hivi miaka 5-6 hajapigana simu kwa sababu tu wamegombana kwa kitu ambacho wala hakina maana. Hii sikukuu ya Idi tunavyosema, tunaitana na kualikana vile, kuikana pamoja, inaleta chachu gani au inaleta nafasi gani kati ya sisi katika kupatana au yani kuleta ule mfarakano, kuondoa sisi katika familia zetu? Mimi nasemaga mtu mfano, achilia mbali kwa ndugu yako wa karibu, mtu hata kama akiwa ni muovu kiasi gani, leo unakuta kuna mtu huko duniani asemekana jamani chini hiyo bora ife, liwawe, lipigwe, nifanyiwe hivi, si ndio? Lakini huaga natoaga point moja, mtu awe atakavyokuwa, lakini huyu ni mtoto wa mwanamke. Siku ya Kiyama mzazi wake yeye ambaye ni mama yake hatufurahi kuona mwanae anakwenda kwenye jahannam. Ndio? Naam. Kwa hivyo kama mtoto wa mwingine amebadilika kuwa mbaya kiasi kile, basi hivyo hivyo inawezekana ikatokea kwa mwingine na kwa mwingine na kwa mwingine. Kwa hiyo Sheikh Yusuf rahimahullah, katika ulama wakubwa waliopita, alikuwa akisema sisi ni wa wote na wote ni wetu. Sisi ni wa wote na wote na wote ni wetu. Bimaana daraja ya juu kabisa ya mtu katika umma huu, hasa kwenye zama hizi ambazo hakuna mtu mkamilifu, ni kujitahidi kila mmoja kuwa na kifua kipana. Kuwa na kifua kipana. Tunaambiwa sisi umati Muhammad tumepewa sifa. Istiqama yetu ambayo sisi tunao katika umma huu imefananishwa kama ngamia
Ngamia anaweza akapita kwenye jangwa, vumbi linakuja, lakini yale macho yake yana sifa ya kutoa ule uchafu na kuweza kusonga mbele. Lakini pia harudi nyuma. Istikama yetu, ule uvumilivu wetu, subira yetu, msimamo wetu umefananishwa kama ardhi. Ardhi watu wanapiga mabomu, wanazini, wanafanya mauaji na mfano wake, lakini ardhi inavumilia. Ingekuwa ina uwezo hii, ingefanya maamuzi yenyewe, lakini Mwenyezi Mungu kaizuia. Istikama yetu, ule msimamo, ule uvumilivu, ule subira yetu ni sawasawa na mawingu. Ukiyakuta Marekani yako vile vile, ukiyakuta Mbagala yako vile vile. Kila siku hali yake ni ile ile, haibadiliki. Kwa hivyo na sisi tunatakiwa tuwe na kifua kipana kama hicho cha kwenda na nyoyo za watu wote na mapungufu yao. Ndio na mambo haya ya kuweka vitu kwenye moyo unakuta yanabebwa sana, mara nyingi yanabebwa sana na wanawake. Mara nyingi ndio ulama wa cha Mungu wakasema ya kwamba wanawake wana sifa 4. Hizo sifa walikuwa nazo mitume alayhimu salam. Wanawake wa umma huu wakijipamba na sifa hizo, itakuwa ni sababu ya kupatikana yale matokeo yaliyopatikana kwa mitume alayhimu salam. Sifa ya kwanza, wana sifa ya kuongea. Mwanamke anaongea, Sheikh. Sasa kuna watu waliokuwa wanaongea kwenye ulimwengu wa dunia kama mitume? Wapo? Hakuna. Mitume walikuwa wanaongea, lakini walikuwa wanaongea nini? Wanaongea na Mwenyezi Mungu, kumbembeleza yule anayetangaza. Angalia, subhanallah, maneno mazito. Sheikh Elias anasema yule anayetangaza sifa zako mbaya, wewe tangaza sifa zake nzuri. Tena amka usiku, lia, umuombe hidayah. Allahu akbar. Mtume anapita jeneza la Yahudi analia, si ndio? Kwa hivyo hiyo jambo moja. Sifa ya kwanza, sifa ya kufanyaje? Sifa ya kuongea. Alafu sifa ya pili, wanawake wana sifa ya kulia. Unajua wanawake kitu kidogo kalia, kitu kidogo, au sio? Sasa mitume alayhimu salamu, hivi kuna watu waliokuwa wanalia kuliko mitume kwenye ulimwengu? Bwana Mtume katika usiku wa Badri ambao ulikuwa kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi 17 kuamkia 17, asubuhi anasema Mwenyezi Mungu, laiti hawa waliokuwepo hapa ukiwamaliza hatopatikana mtu wa kukuabudu wewe. Alilia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuna watu leo, niambie mwanamke gani kwenye familia yako ambaye kwenye Ramadhani ulimshuhudia usiku analia kwa kwikwi kwamba mwanangu huyu? Lakini leo utakuta mwanamke analalamika, wewe mbwa, anamuita mwanae hivyo. Unakuta mtoto anakuwa mkubwa, anakuwa na sifa za kijibwa. Unajua sifa za jibwa? Fikira yake kula, kulala, kutimiza matamanio ya nafsi. Sasa ushawahi kuona mtu anaitwa, ushawahi kuona mbwa anaitwa Profesa Jibwa? Si ndio? Kwa hivyo sifa ya kuongea, wanawake wanaongea. Lakini leo utakuta mwanamke anaongea sijui kijola, sijui anaongea hichi, anaongea upatu, anaongea hivi, kamchamba huyu kasema vile, si ndio? Lakini mitume walikuwa wana sifa ya kuongea. Kwa hata unapotaka kuongea, tafuta maneno mazuri ya kuongea. Maneno ni lulu, Sheikh. Sifa ya tatu, wanawake wamepewa sifa ya kifua kipana, na sifa ya 4, wanawake wamepewa sifa ya uchungu. Toka wanazaliwa wenyewe wanapitia maumivu tu. Kitoto kidogo na mtoto wa kiume, cha kike na cha kiume, ukikisema cha kike utaona kinaumia. Hajakaa vizuri, amevunja ungo tunasema, si ndio? Hajakaa vizuri, kaolewa, kile kitendo cha kuingia kwenye ndoa anapata maumivu. Hajakaa vizuri, kapata ujauzito miezi 9. Hajakaa vizuri, kajifungua miaka 2 anahangaika kunyonyesha. Hajakaa vizuri, kaongezewa mke, Sheikh. Kwa hiyo maisha yake yote anapitia machungu mpaka anaondoka duniani, si ndio? Lakini pia sifa, kuna watu waliokuwa wanapitia machungu kuliko mitume. Lakini sifa ya mwisho, kifua kipana, si ndio? Mwanamke anabeba vitu vidogo vingi lakini mitume walikuwa wanafanywa mengi, lakini wanayachukua, wanayakandamiza. Naona sasa hii tunaweza mashekhe, sisi vijana tunaongea, lakini ilishasemwa miaka na miaka, kilichobakia ni maamuzi. Kwa hiyo ili tuweze kwenda na ndugu zetu wote pamoja na mapungufu yao, ni kufikiria kwamba iwe itakavyokuwa, huyu ni binadamu, natakiwa mimi ni muombee hidayah. Wangapi tunaona mapungufu yao, tunaamka usiku kuombea hidayah? Wachache sana. Kwa hivyo yoyote unayemuona katika ndugu zako ana mapungufu, basi ni kuamka usiku kumuombea hidayah. Allah tabaraka wa taala atamuongoza. Na hakuna mtu mbaya. Hakuna mtu mbaya. Katika umma huu tuna kila sababu ya kujifunza. Walikuwepo watu wabaya kabla ya Uislamu na wakaja wakabadilika, wakawa ni wema walioacha historia katika huu ulimwengu wa dunia. Nimalizie kwa maneno ya Abdullah ibn Mas'ud, anasema mu'min anapofanya dhambi ndogo anaona kama mlima wa adhabu unataka kumdondokea, lakini fasik akifanya dhambi kubwa
anaona kama nzi tukapita usoni. Sasa kuna dhambi katika madhambi makubwa, miongoni mwa madhambi si kuna dhambi kubwa ya nini? Ya kukata udugu, si ndio? Kwa hiyo jiangulize wewe ni fasik au ni muumini. Kama ni muumini yeye dhambi ndogo tu kwake yeye anaona kama mlima wa adhabu unataka kufanya kumdondokea. Kwa yule anayewasamehe na kuwahurumia waliokuwa ardhini, Allah atamsamehe na kumhurumia siku ya Kiyama, na wanamhurumia waliokuwa mbinguni. Allah ataeleza Suratul Hujurat aya 10, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bainahum, hakika ndugu katika waumini sawa ni ndugu, basi wasuluhishe baina yao. Katika jambo linaumiza katika zama za sasa hivi ni hivi vinyongo tunavyokuwa navyo baina ya ndugu, baina ya wazazi. Naliongea hili, mimi ni mmoja wa athirika, lakini ni jambo moja ambalo linatesa sana katika zama za sasa hivi. Leo hii kukaa na ndugu yako anakuambia nikifa usinizike, usishike mwili wangu, nikifa mimi usije kwenye msiba wangu, ni kauli ambazo ni nzito sana. Na leo hii mtu anapotolea kauli kama hiyo inaumiza sana na inasikitisha. Ni katika mambo ambayo hatutamani. Mambo tunayotamani ni ihtisamu katika umma wa Kiislamu, na ihtisamu sasa hivi tunaitafuta kwingine tofauti na kwa ndugu zetu. Sijui mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaenda kutafuta nini. Leo hii mtu yuko tayari sahiba mbali, mtu baki ndo awe mtu wake wa ndani, mambo yake yote amweleze, lakini ndugu yake wa kuzaliwa, wa kuwa na unasaba wa karibu, mbali kabisa, ni jambo la mtihani sana, na Allah azidi kutuepusha nalo. Nukta mbili ambazo naomba nizigusie. Moja ni katika mambo yetu ya kila siku ambayo yanatushughulisha sasa hivi, tuweke na hili jambo la kuunga udugu. Tuweke na jambo, hakuna watu sasa hivi kwamba ameweka kwenye ratiba zake mimi nina kuunga udugu. Yani leo hii anazo labda gathering, bwana tuna alumni. Tunazisikia leo hii niko tayari bwana kuna alumni, lakini nikisikia kuna family gathering mtu hana hata habari. Tuweke katika ratiba zetu sasa hivi hizi family gathering. Lakini la mwisho kabisa ambalo nataka nigusie, huu udugu tunaokuwa tukiuendekeza, lakini pia udugu unaosemwa hapa ni pamoja na kudumisha mahusiano baina ya wazazi wetu. Sawa, ndugu yangu mmoja hapa amesema hata wale wa karibu ya baba yako, karibu na mama yako, pia wanaingia pale, wabilwalidaini ihsana. Hawa waliokuwa karibu na baba yako, maana yake hatumuongelei baba yako pekee, baba yako mdogo, baba yako mkubwa. Hatumuongelei mama yako pekee, mama yako mdogo, sawa, mama yako mkubwa. Kwa baba hapa mimi sio shangazi. Hawa wanaingia pia katika wale ambao wanabidi wafanye wema. Inasikitisha leo hii kukuta mpaka mtoto anafikia hatua ya kumzaba kibao mzazi wake. Ni mambo ambayo katika umma sasa hivi yanaendelea kila siku. Sawa, pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotueleza kwamba tusuluhishe baina ya waumini, kwamba ili apate kuturehemu, ile huruma kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala inazidi kupotea. Allah azidi kutunusuru. Na mimi nasema biidhnillah, vipindi kama hivi, mtazamaji wa Africa TV tu, kama kuna ndugu yako sikukuu hii ya Eid, una miezi, una miaka, una masiku hujazungumza naye, basi chukua simu yako hapo, mtumie hata ujumbe wa message. Chukua simu yako, mpigie. Kama unaona bwana amekataa, basi hata posti kwenye status waone, waandika na maneno mazuri, itatumwa screenshot, bwana fulani kakuposti leo. Kama unaona unashindwa kabisa, tafuta mtu unayehisi ana busara, mtu ambaye ni mkubwa, anaweza akawapatanisha baina yenu. Kama wako jamaa zako, rafiki ambao unahisi ni muda mrefu mmepotezana, sio kwa sababu hampendani, mmechukiana, lakini kwa sababu mmeshughulishwa, basi tumia wasaa huu wa sikukuu za Eid, mjulie hali, msalimie bila hata kumuomba, bila kupiga kizinga. Anasema hauna lolote unahitaji ni kumsalimia tu, basi iwe Allah tujalie tuweze kupata rehema zake na endelee kutuweka katika misingi ile ya Uislamu tunavyotaka. Hapo kwenye kuelewana na kusameheana katika hizo sikukuu zaidi, wale ambao walikuwa wana mifarakano katika familia, hii nguvu ambayo tunaizungumza sasa ya sisi kutaka kuelewana na kuwekana sawa katika familia zetu tukiwa tumekusanyika kwa pamoja, bado ipo? Na ni kweli kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukasema nguvu
bado ipo, lakini pia tunaweza tukasema haipo, lakini kwa yote kwa yote turudi nyuma wanasema unapojikwaa usiangalie ulipodondokea, si ndio? Angalia pale ambapo ulifanyaje, yaani usiangalie ulipodondokea, angalia kule ulipojikwaa. Yaani maana yake hivi, ili usolve tatizo jua chanzo kilikuwa nini, na baada ya kujua chanzo cha tatizo basi mkae chini. Nguvu ipo, lakini ndo hapa pia wanakuja wale wakubwa katika familia zetu. Unajua hata hii mifarakano inayotokea sometimes inahitaji busara tu ili kusolve haya matatizo. Saa nyingine sio mpaka kutumia mambo mengi labda. Kwa hiyo wale wakubwa katika familia zetu, na huu ni wito. Unajua kwenye hata hizi gathering za familia, labda mimi ni mtoto kwenye familia yetu, kuwaita baba wakubwa, baba wadogo, inawezekana nisiwe na nguvu hiyo, si ndio? Lakini babu katika familia yetu akiwaita watu, si ndio? Au akiwaita watu katika familia yetu wanaweza wakafika pale, si ndio? Kwa watu wazima kwenye familia hizi wajitahidi kufanya suluhu katika haya mambo ambayo yanatokea. Lakini mtihani unaokuja ni kwamba sasa hivi hao watu wazima ambao ndio wapo kwenye familia ndio wao wenyewe kwa wenyewe wanagombana. Kwa hiyo unajikuta ndio wanasema ng'ombe sio akigombana nyasi huku ndio zinatetereka. Kwa hiyo unakuta ugomvi wa watu wakubwa ule unaenda kizazi mpaka watoto. Sasa huku tusifike kwenye hizi gathering tunazozifanya, tujitahidi kama hichi kipindi cha Idi mmekutana, watu waombane msamaha. Kila mmoja ambaye ana matatizo au ana shida na mwenzake, basi amuombe msamaha mwenzake ili haya mambo yaweze kuisha. Lakini la msingi zaidi, tujitahidi kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Kama Sheikh amesema, tuombe sana dua, kwa sababu muda mwingine inawezekana visimamo vyako vikamlainisha yule ndugu yako ambaye una ugomvi naye, yani hata usitumie nguvu kubwa. Kwa hiyo tujitahidi kurudi kwa Mwenyezi Mungu, tuamke usiku tuswali kama tunavyoamka watu wanavyoamka usiku waombe magari na nyumba nzuri. Basi kwenye hili swala la udugu pia tuamke usiku tuombe Mwenyezi Mungu. Kama kuna jambo ambalo kuna muda unakuta jambo lolifanya pengine hukudhamiria mpaka kufikia kwenye huo ugomvi. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu lile lilitokea kwa bahati mbaya, basi aweze kufanya nini, sahali, yani aweze kurahisisha lile jambo ili uweze kufanyaje, msameheane na mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo nguvu bado ipo, ni swala la sisi kama jamii. Ndio maana hivi vipindi muhimu sana. Kwa hiyo hii ni wito kwa hata sio lazima, yani Africa TV tu wameanza na sehemu zingine kwenye pia nyumba zetu za ibada. Mashehe waongelee sana haya mambo. Yani kwenye mawaidha yetu ya Ijumaa, kwenye hizi darasa ambazo tunaongea, kwa sababu mkuta mwingine anaenda darasa, huyo anaenda darasa kagombana na ndugu nyumbani. Sasa bado tunaleana kiimani, lakini hatuambiani ya mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo kwenye darasa hizi, kwenye misikiti yetu, mashehe wajitahidi, au wale walezi wetu wa kiimani, na katika ngazi za kifamilia pia, wazazi tusilishane, usiwalishe sumu watoto. Unajua kuna mwingine anasema babu yenu yule mtu mbaya sana, sio kizuri kwa watoto, kwa sababu yule mtoto kazaliwa pengine ajuage hata ugomvi wenu ulikuwa. Shangazi yenu yule sio mtu kabisa. Si afai kabisa mjomba. Sasa mtoto anahusika nini na mambo ya shangazi? Kwa hiyo tusiwalishe sumu watoto ambao hichi kizazi ambacho kinakuwa. Kwa hiyo tujitahidi, tumuogope Mwenyezi Mungu. Hilo ndio jambo la msingi zaidi. Sawa sawa. Mtazamaji wa Africa TV, bado tuko katika kipindi cha Bila Filter. Tunazungumzia kuhusiana na kuunga udugu, na hapa wakati tunaelekea kutamatisha kipindi chetu hiki, tutataka tuzungumze, tumezungumza huko nyuma kwamba kuna kukutana, kueleweshana, mitandao imetuathiri kwamba hatukutani mara kwa mara, shughuli tumeshughulika sana. Sasa hili tatizo tunalisolve vipi? Kwa kumalizia japo kwa sekunde 30. Kama nilivyosema ya kwamba hakuna busara bora kuliko kufikiri kabla ya kutenda, na kukaa kimya ni tendo bora kabisa la uchamungu. Lakini kuzungumza maneno mazuri ni bora kuliko kukaa kimya, na maneno mazuri yako mengi katika kusuluhisha watu, maneno baina ya mtu na mwenzake. Hata lile tabasamu tu, tabasumuka fi wajhi akhika laka sadaka, tabasamu mbele ya ndugu yako ni sadaka. Ama kubwa zaidi ndio kama hivyo, waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah, nani bora kuliko yule anayewaita watu kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Ibrahimu alayhi salam alitengeneza dhana nzuri kwa Mola wake. Allah tabaraka wa taala kadhalilisha nidhamu ya ulimwengu kuwa vile. Kwa hivyo kwa yeyote atakayetengeneza uchamungu ambao ndio lengo la Ramadhani, basi ile fikira yake ndio atakuwa maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo leo, kwa sababu sisi tunatengeneza dhana mbaya, huyu mimi sitaki, huyu hivi, lakini tukitengeneza dhana nzuri kwamba Allah atatengeneza,
basi Allah tabaraka wa taala atatengeneza kila kitu. Maisha ya dunia ni mafupi, tunakokwenda huko tunaambiwa watu wa peponi watakavyokuwa, tunaambiwa qulubuhum qalbuhum wahid, nafsi zao itakuwa kama nafsi ya mtu huyu mmoja. Naona hakuna kukerana wala la ikhtilafa bainahum. Mtume anasema watu wa peponi sifa yao la ikhtilafa bainahum wala tabaghudh, hawatoitilafiana wala hawatobughudhiana. Qulubuhum qalbu rajulin wahid, wote watakuwa nafsi kama ya mtu mmoja. Kuna mtu asiyejipenda. Kwa hivyo watu wa peponi ndio watakuwa hivyo, vinginevyo kinyume chake. Tunaona wewe jitahidi kadiri unachoweza kufanya, lakini maamuzi atafanya Allah tabaraka wa taala. Nuhu alayhi salam alijitahidi kuunganisha udugu baina yake na mkewe na watoto na kuwaweka karibu, kutengeneza suba baina yake na Mola na baina yake na waja, hukukullah wa hukukul ibad. Lakini kwa sababu hawakupokea lile jambo, lakini mpaka sekunde ya mwisho tunaambiwa Nuhu alayhi salam atakuja alimwambia Allah, ewe Allah, ulisema utaniokoa mimi na kaumu yangu. Akaambiwa, we kaumu yako ni hao uliongea nao kwenye safina, hao sio katika watu wako. Kwa hiyo sisi tufanye jitihada, maana jitihada wajada. Shukran sana brothers, shukran sana ndugu zangu, na shukuru nyote kwa kujumuika na mimi hapa mpaka wakati huu ambao tunaenda kutamashisha kipindi hiki, na pia nikushukuru na mtazamaji ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka muda huu ambao tunakwenda kutamatisha kipindi hiki cha Bila Filter. Nilikuwa na ndugu zangu hapa, brother Abdul Hakim, brother Abubakar pamoja na brother Abdul Hafidh, katika kuzungumza kuhusiana na kuunga udugu baina yetu sisi Waislamu, baina yetu sisi ndugu ambao tumetoka katika familia moja, hasa katika kipindi hiki cha masiku ya Eid. Ni kutakia utazamaji mwema vipindi vinavyofuata kutoka hapa Africa TV. Mimi naitwa Ali Abdallah Mapande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Nikikumbuka picha zenu zanijia, kila nikiwafikiria natamani kuwakumbatia, ila zabaki tu hisia. Oh my dears, vipi mmenikimbia? Nikikumbuka oneni ninavyoumia, njoeni nipate tulia. Kweli siku zinakwenda mbio, hii hali siyo inanitisha sana.